Kwa hiyo hii ni halmashauri ya kwanza kufikiria miaka 10 mbeleni nini kitatokea. Ni wilaya ya kwanza kufikiria miaka 10 mbeleni nini kitatokea. Kwa hiyo niwapongeze sana, na hii nadhani ni moja ya vitu ambavyo tunatakiwa tuvi-encourage sana kwa halmashauri zote, kuangalia kuwa na kitu kinaitwa forward looking. Leo tuko hapa, lakini miaka 10 ijayo tutakuwa wapi? Na tutakapokuwepo ni nini na nini kinachotakiwa kiwe kimetekelezeka. Kwa hiyo hili na lenyewe ni wapongeze sana, na niseme mmeanza kama pilot na mmetufundisha kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza kufanyika watu wakiwa pamoja na kikawa na tija. Niwahakikishie, ndio Mheshimiwa Mbunge Chaolembo alizungumza sana hapa, kwamba tulishawahi kumwambia kwamba kazi yetu serikali ama waziri kazi yake ni kuhakikisha kwamba tunamtafutia fedha. Sasa leo yeye na timu wamekuja kivingine, wao wanatueleza wapi fedha ipo. Kwa hiyo tumepokea hili na tuwapongeze sana. Ni vyema pia kikajialign na dira 2050, ni vyema pia kikajialign na mpango wa maendeleo wa miaka 5, ni vyema kikajialign na mpango wa maendeleo wa mwaka 1. Kwa tunavyoenda tunalenga miaka 10, sawa, lakini tuangalie ndani ya hii miaka 5 ya kwanza tuna mpango wa kitaifa unasemaje, ili haya ya kwetu yote na yenyewe yaingie humo. Wote tunafahamu dira inasema zaidi ya 68% ya fedha ambazo tunazitafuta kule mbele tunapoenda zinatakiwa zitoke kwenye private sector. Kwa hiyo hizi financing mechanisms ambazo na ninyi mmekuja nazo ni vizuri pia tukaona namna gani maeneo mengine tukawaengage sana pia private sector. Kwa hiyo mnaweza kuanza kuona hivi vitu vingine ambavyo tunataka kuona namna tunapata fedha za mikopo, bonds kama hivi, lakini pia kuona private sector anakuza mkono wake kiasi gani. 78% ya kutekeleza dira 50, dira 2050 inategemewa kutoka kwenye private sector. Kwa hiyo na sisi tuangalie namna tunavyoweza kuwaleta private sector ndani. Kwa kumalizia, niwapongeze tena kwa huu umoja wenu. Mimi niseme katika vitu vyote, kama mmeleta dokumenti nzuri inaweza kuandikwa na mtu mmoja vile, lakini kwa huu umoja wote ninyi mnazungumza lugha moja, mmeniimpress sana. Naomba muendelee kuwa na moyo huu na muendelee kuwa wa mfano, ili tuone namna bora tunaweza kwenda mbele. Hii yote inataka kucontribute